Kanumba ni lazima nitamkumbuka kila siku yake inapofika ambayo aliweza kututoka duniani. Kwa hiyo kila siku ya kumbukizi yake huwa mimi kila mwaka huwa namkumbuka na huwa nafanya chochote cha kuweza kufika hata pale alipolala kwenye nyumba yake ya milele ili kuweza kusali kidogo, kumpatia dua, kwa sababu Kanumba alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana na ni mtu ambaye nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana na ni mtu ambaye nimekuwa naye. Yaani kwa mimi nikiongelea kuhusu Steven Charles Kanumba ni mtu ambaye tumekuwa pamoja. Yaani like kama mapacha, kwa sababu tumesoma pamoja, tumekuwa pamoja huko Shinyanga. Kwa hiyo hata wazazi wetu pia walikuwa ni family friend, mama yangu na mama yake. Kwa hiyo siwezi kusema sitoweza kumzungumzia. Nitamzungumzia katika maisha yangu yote ambayo nitakuwa nimebarikiwa kuishi hapa duniani. Lipi kubwa ambalo huwezi kulisahau kutoka kwa Kanumba? Yapo mengi, lakini kuna moja huwezi kusahau. Ambalo silisahau kabisa ni kwamba ni katika ule upambanaji wa kuweza kuitoa industry ya filamu sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani kwa hilo siwezi kusahau, kwa sababu kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo alikuwa amevipanga au alivyokuwa anavipangilia kwamba tuone sanaa ifikie hapa, hiki tupambane hivi, hiki ngoja mimi nitoke niende hivi. Kwa hiyo kuna vitu vingi, na ninapoiangalia industry yetu ya filamu leo inakuwa inauma kabisa. Unaona kwamba hapa angekuepo huyu ingekuwa ni kitu kizuri. Unaamini kwamba pengine kutokuwepo kwa Kanumba Bongo Movie haikufika mbali sana, hasa kwa upande wa wanaume, lakini angekuepo pengine Bongo Movie ingefika mbali zaidi? Hapana, Bongo Movie kama Bongo Movie hata kama akiwa yupo inaenda tu, kwa sababu kila mtu ana mashabiki zake na kila mtu ana kipaji chake, na mimi naamini kwamba kuna vipaji vingi vimeibuka zaidi vizuri zaidi na vinafanya vizuri zaidi kidigital. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba Bongo Movie inakufa kwa sababu ya marehemu Steven Kanumba hayupo. Hapana, Bongo Movie bado ipo na watu wanaendelea kupambana na kazi kama kawaida. Sawa. Hongera Johari, Yolanda series bado inaendelea kufanya vizuri na tunashangazwa kuona bado kumbe uko location bado unaendelea kushuti. Sijajua una mipango gani kwenye tuzo zifuatazo, maana unazidi kuzibeba tu Johari. Kwa kweli asante na shukuru. Katika tuzo kikweli hata Yolanda series nayo mwaka huu nitaingiza kwenye tuzo pia za hapa nyumbani. Na nitazidi kuipeleka kimataifa zaidi ili iweze kupata tuzo nyingi zaidi, lakini pia hata nyumbani nitaipeleka ili pia hata mashabiki zangu ambao wanaiangalia waweze kuipigia kula na iweze kufika tena nyumbani, iweze kuchukua tuzo ya nyumbani. Sawa. Mashabiki zako wameendelea kuulizia kuhusiana na maisha yako binafsi Johari. Ni muda sana sasa hivi kuzungumzia chochote kuhusiana na swala la kifamilia, hususan ndoa wala swala la mtoto. Labda leo utuambie Johari kwenye hili. Mipango ya ndoa ipoje Madam Johari? Na tunajua ndio inawezekana zitakuwa zinasoma sana. Ni kweli, yani mipango ya ndoa, mimi niko tayari kuolewa na niko tayari kuolewa na mwanaume yoyote ambaye atakuja kunifuata kutaka kunioa, kwa sababu utaratibu wa maisha kwamba ndoa ni kitu ambacho kinaletwa na Mwenyezi Mungu. Huwezi kuanza kumtafuta mtu kumng'ang'aniza. Kwa hiyo mimi ikitokea nimepata mchumba wa kunioa, mimi nitaolewa na niko tayari kuolewa, wala sina vipingamizi vyovyote katika ndoa. Wala kuna vigezo labda awe na hichi na hichi? Mimi kigezo ni mtu ambaye awe na mapenzi ya kweli, awe anaweza kujituma na awe mchapakazi basi. Sawa. Awe kwenye generation gani? Awe kwenye generation gani? Awe kijana yoyote kwa sababu yani inaweza nikasema kwamba umri ni namba tu. Okay. Uko tayari na hiyo? Niko tayari. Okay. Ambie pia mashabiki zako sana swala la mtoto, kwa sababu wewe pia ni miongoni mwa wasanii ambao watu kizungumzia habari za mtoto Johari nao wanakuhusisha pia. Hebu sema chochote kwenye hili. Mimi nashangaa kwa nini wananihusisha, kwa sababu mimi ni mama wa mtoto mmoja. Kwa hiyo nashangaa kwa nini wananihusisha katika hilo swala. Labda wanaona kwamba kwa nini ameweka mmoja asiongeze wengine. Labda napenda tu kuwataarifu kwamba wasiwe na wasiwasi. Pindi nitakapopata ndoa hapo basi wataona watoto wengine wanakuja. Sawa. Kwa sababu wewe ni mwanamke pia, labda zungumza na wanawake wenzako, hususan sasa hivi kwa generation mbili kuna mashangazi na watoto wa 2000. Mashangazi wanasema wao wanadili sana na vijana wa 2000 upande wa kiume, lakini vijana wa 2000 kwa upande wa kike wanadili sana na wababa wa generation hiyo ya mashangazi. Hapa kuna match fulani inatokea hapa. Hebu tuambie Johari, kuna usahihi kwenye haya? Unajua kila mtu anaadili na kitu ambacho anakipenda. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba wale wameamua kudili na watoto wa 2000 na hao wengine wameamua kudili na wababa. Kwa hiyo kila mtu anachagua maisha yake, kitu ambacho anakipenda, umri ambao anapenda yeye mwenyewe kudate nao. Unajua katika haya maisha na hasa kwenye maisha ya uhusiano,
kila mtu ana uhuru wake binafsi. Kwa hiyo huwezi kumwingilia mtu katika uhuru wake binafsi. Mimi naweza nikasema kwamba jamani, kila mtu afanye anachokipenda. Yaani kila unachokiona kwa maisha ya leo ni bana, mimi nikifanya hivi na enjoy, au nikiona mtu alikaili na enjoy. Kila mtu afanye mambo yake anayoona yanafaa. Haijalishi kwa kweli. Madi nafsi yako imepata furaha, fanya tu chochote. Basi waambie wasipigane majungu basi. Mimi naona kama tu anapoteza muda, na labda mimi niweze kuwashauri tu wale mashangazi wenzangu, kwa sababu wenyewe ni watu wazima. Vitu kama hivyo sio vya kukaa ukashindana. Kila mtu afanye anachoweza kufanya kwa nafsi yake na hisia zake. Asante. Asante.